mabibi na mabwana, karibu tena kwenye kipindi chetu za Gossip Table. Hii ni 69 Media, karibu sana, tunakukaribisha tena sana. Ikiwa ndo wiki tunaenda kulimaliza. Ukiangalia leo ni siku ya 3 kabla wiki haijamalizika, basi ndo tukiwa katikati ya wiki. Shout out sana kwa ambaye tayari umesha subscribe channel yetu pale mjini YouTube. Kwa wewe ambaye bado, tunakuomba ingia pale mjini YouTube, andika 69 Media TZ uweze kusubscribe. Usisahau kulike na kucomment ili uweze kupata habari zetu mapema sana. The only one pipi, sipo peke yangu, nipo na yule gentleman boy. Yes. Naitwa Ali Adabu 13, Ali Adabu 13. Kwa nini 13 Adabu? 13 namba ya bahati sana, afa igawanyike. Unajua namba inagawanyika rahisi sana kurogo Kwa hiyo umechagua namba 13 kwa ajili ya bahati. Sirogwi. Of course tarehe ambayo nimezaliwa. Kwa hiyo I'm so proud of it. Najivunia tarehe 13. Basi mimi nikajua labda umezaliwa tarehe 1 mwezi wa 3. Ndio maana ukajiita Adabu 13. Yeah, Adabu 13, Adabu 13. Yep. Bwana, leo wana Gossip Table. Najua watakuwa wako happy kinoma. Kwanza hali ya hewa iko vizuri kabisa. Hakuna joto kiivo. Tuko fresh yani, tuko fresh. So, taarifa ni ipi leo pipi? Taarifa leo bwana, tunazungumzia swala zima la wasanii, mitindo, muonekano. Unajua kisha kuwa msanii inabidi ujibrandi, uwe na muonekano fulani mbele za watu. Na tuongelee wasanii wote, ila kuna msanii mmoja. Kwa upande wangu mimi pipi, naona kama anazingua fulani. Hivi nikimwangalia mitindo yake naona sio ya kinyamwezi kabisa, yani hainivutii wala hainikosh kabisa. Yani kama nikimwangalia hapana. Kila nikipiga jicho naona hizi pigo kwangu sizielewi kabisa. Si mwingine bali leo tunamzungumzia D'Voice, ambaye wengi sana tunamfahamu amesajiliwa pale kwenye WCB. Yupo chini ya lebo hiyo na bosi wake Diamond Platinum. Ukiangalia D'Voice kwa size bwana, muonekano wake kwa mimi pipi, naona muonekano wake sio mzuri. Kiangalia kabla hajawa WCB bwana, alikuwa na muonekano fulani hivi. Makasiriko ya nini? Kwa nini ukasirike? Tunaongea ukweli. Ukiangalia D'Voice kabla hajaja WCB alikuwa ananyoa kwanza. Alikuwa ananyoa zake fulani, anavaa zake vishate vile vya mtumba Kalume. Kisuali chake hivi na kalaba fulani. Tafika tu. Toka ametoka huku akahamia huku. Mambo ni mengi jamani. Kichwani mara tusuke kama Bob Marley, mara tusuke mnyosho, mara makasiriko. Hatumuelewi. Makasiriko. Hapo. Kabla hajaenda WCB alikuwa chini. Anafanya nini? Ananyoa. Kingine alikuwa anavaa nguo za kawaida. Hapo. Na mimi nataka nikuulize swali kwenye jibu afu jibu mwenyewe. Ndio. Kabla hujawa binti sasa hivi ulivyo, ulikuwa umetoboa masikio? Masikio sasa nimetobolewa utotoni. Pua nitobolewa utotoni. Ndio. Ulikuwa unapaka wanja? Utotoni nimepaka hapo ukiwa mtoto ili nyusi ziote jamani, lazima upake wanja. Sawa. Ulikuwa unavaa chain hivyo? Hizi nguo ulikuwa unavaa na shine namna hii? Nikuuliza kwa nini sasa hivi wewe unavaa chain na nguo nzuri unapendeza? Kwa nini umeweka kucha ndefu? Kwa nini zamani ulikuwa ufanye hivyo vitu sasa hivi unavifanya? Kwa sababu kuna muda ukifika inabidi uonekanike na muonekano. Sio muonekano kama wa D'Voice. Sio kama muonekano wa D'Voice. Yaani kuna muonekano ukivaa simple na portable kama hivi mimi pipi, unaona? Sina mambo mengi. Lakini sasa yeye anavaa anapitiliza. Unajua unapovaa apendezi ndio. Kisha zidisha hata mbogo kizidisha. Mimi ninachokiona kama ulivyosema, kuna muda ukifikia inabidi ubadilike. Yaani zamani kama ulikuwa unyoi hivi nini pushback fulani, sasa hivi unanyoa pipi kwa sababu unazingatia muonekano wako na unaamini wanakutizama wanasema wewe unapendeza. Na ndio maana unaendelea na muonekano huo ambao uko nao. Ndio maana hata majuba ukatupa huko sasa hivi unavaa hivi. Adabu na majuba. Si umeelewa? Kwa hiyo issue ni iko hivyo. Kwa hiyo hata kwa D'Voice, D'Voice before alikuwa anavaa kawaida. Mimi mwenyewe kwa nashuhudia. Ndio. Pigo zake nyingi alikuwa akivaa ni t-shirt, anavaa na vikoti vile vya nje vya kupiga picha. Au afa alikuwa anavaa zile suruali zake official. Suruali fulani official au vinjiwa fulani. Ila sasa hivi unamwona kabadilika, anavaa mabwanga. Sawa. Sio mabwanga, maputo. Kuna mabwanga na maputo. Tuseme mabwanga. Yale ni maputo. Anavana juu pia maputo pia niliona kuna fulani alivaa hivi na juu.
Lakini pia kichwani tunamwona anabadilika. Kuna siku anaweka rasta zile, anazibana. Kuna Juskati hivi karibuni nimeona kaeka machungwa. Kaeka nini? Machungwa. Machungwa ndo nini? Yaani machungwa, unajua machungwa yakiwa kwenye mti. Kwa hiyo ile Divoice alipopeleka kwa msusi wake huyo anayemsuka, akaambia unaona hii machungwa alivyokaa kama ananing'inia akiwa kwenye mti. Naomba uniweke mimi kichwani. Design ya machungwa ndo akae kichwani kwa. Ndio, si nalipeka yeye. Mimi naona bwana anapendeza tu. Ana muonekano. Tuseme tu ukweli, adabu sema ukweli. Mimi binafsi kwa sababu mimi naona kabisa ni mwanaume mwenzako hapa. Anapendeza. Apendezi. Ngoja nikwambie, ukimwangalia Divoice kipindi ambacho bado hajawa mkubwa. Kipindi kile anaimba zake sijui kwani kuachana shingapi. Ukiangalia ile nyimbo amevaa simple. Umeona? Na mbona ndo kavaa simple kapendeza. Hakuna mtu ambaye ana doubt. Lakini muangalie ile kwenye show ile ya Zanzibar. Trace Awards. Alivaa nini kile? Ni moja kati ya watu. Sasa nikwambie kitu ambacho uko kujua. Kati ya watu ambao walidamshi kwenye mavazi, walipendeza kwenye mavazi, waliua, walihype kinoma noma, walitoka vizuri ni Divoice. Ndio maana kwenye red carpet ya Trace aliitwa pale, njoo. Na wale ambao walikuwa namuoji, uzuri ni kwamba vitu havijifichi. Wala walikuwa hawamjui Divoice. Na walikuwa wanamshangaa alivyovaa ile maputo yake. Ndio hicho. Na kitu kingine mimi sasa asingevaa vile angeitwa kwenye red carpet. Asingeitwa, angeonekana mtu tu wa kawaida. Labda mimi naweza nikamsifia kidogo Divoice alivyovaa siku ile maputo. Kwa sababu ile show ilikuwa inafanyika kwenye maji. Kwa hiyo lingetokea lolote angeelea. Hapo ndo ninapomsifia. Kwamba ingetokea lolote Divoice asingepata majanga. Na mimi ninachokiona nachikiona sio tu Divoice, sababu yeye mwenyewe ndo anapenda kuvaa vile inavyoonekana. Ndio. Bigi. Kwamba ndo anamchagulia mitindo sio. Anamwambia mdogo wangu sasa hivi, ukitaka uende town, ukitaka uende mjini, vaa pigo fulani. Ndio pigo ambazo mara nyingi Diamond ndio kilifanya alikuwa anavaga nguo kama zile. Sawa, atukatai. Lakini Diamond hizo nguo anavaa kwenye vitu maalum. Unajua, yani mimi Divoice jamani, watu wataninukuu vibaya kwamba labda Pipipi ampendi Divoice. Hapana. Ndio hivyo. Mimi nampenda na nyimbo zake nazipenda. Ila muonekano wake anaovaa. Si ndio muonekano wa kistar au Pipipi? Master sasa hivi anavaa hivyo. Kuna event moja hivi nakumbuka alikuwa amevaa puto hivi jeusi. Mpaka suruali akawa anaishikilia hivi. Sasa unajiuliza, umevaa mwenyewe, unashikilia nini? Ina maana angeachia vitu vingekuwa chini. Kwani wangapi tunaona wadada wanawake hawa wanaingia kwenye ma event mpaka wananyanyuliwa kwenye mangazi. Mtu anabebwa kushuka kwenye gari tu hawezi. Sawa, lakini anapendeza. Mfano ndio nilikuwa na jingographer kwenye moja event moja za TID pale. Msanii Lina Sanga alishinda kushuka kwenye ngazi. Akaomba watu wamshike. Yaani ilimali yeye kaonekana kama kapendeza, lakini kuna baadhi ya vitu anashindwa kufanya kama hivyo na Divoice kutembea na nini. Sasa Lina alishindwa unasema kufanyaje? Kushuka. Divoice alivaa nguo ambayo haimtoshi. Usicheke adabu. Tunaongea uko, yani ile nguo alivaa haimtoshi. Unajua kuna ile mtu unashindwa kuupanda kwa sababu nguo ndefu sana unaogopa itachafuka. Sasa yeye alivaa nguo ambayo haimtoshi kiasi kwamba kawa anashikilia anatembea kama itaanguka. Yaani anajifanya kama swaga lakini nguo haimtoshi. Mimi napenda muonekano wa Divoice sasa hivi. Yaani kama anaendelea kuvaa hivyo, mimi nampa big up sana kwa mavazi yake, kama kuna designer wake. Kama anahisi anaweza kaongeza kitu kwa Divoice kwenye mwili wake, aviongeze. Kwa sababu sasa hivi na ukiangalia Diamond msanii ambaye anamtengeneza kuwa mkubwa kwenye lebo yake ni Divoice. Ndio maana ukiwa anaenda South Africa yuko naye, kwenye tuzo yuko naye, akiwa na vituo vya hapa na pale yuko naye. Yaani anamtengenezea ile kufahamika. Na sasa Divoice ana watu 800 Instagram, ana watu. Soon tu tutamwona ana M. Kwa hiyo ni jambo la kumpa shout out za maana Divoice kwa kile anachokifanya bwana. Hizo ni zako mimi. Kwa mimi Pipipi, Divoice jitahidi kupunguza maputo. Maana muda mwingine mtu unahisi umevaa nguo kama unataka kupaa hivi tunajiuliza vipi tena? Mara kupaa. Kama nataka jamani ile nguo imekaa hivi mabega juu kama nataka kutoka. Kwa hiyo huyo designer wako tunamsifia vizuri, lakini ajitahidi. Kuna nguo kama anaficha ili mwili uonekanike kidogo mnene basi ajitahidi nguo zako mambo ya dozi. Lakini anazidi sana, amezidi. Lakini vipi? Ndio. Uone msema anavaa mabwanga huyu anavaa maputo kaeka machungwa kichwani. Unajua huyo ndio inasadikika amemchanganya yule
ex wa ex wa nani? Wa nani? Ex wa nani? Mzungu. Yani kamchanganyaje hapo sasa? Kipindi kile mwezi wa Ramadhani ulikuwa uoni wamekaa pale kwenye issue ya sabuni ile. Nakumbuka waliingia wameshikana mkono. Mikono na kutoka. Watu wanachukulia masiara, lakini inavyosadikika za ndani kwamba yaliyomo yamo ila hayavumi. Sasa wanaume wa siku hizi mna shida nyie. Sasa ukimwangalia Divoice na ule mshangazi ule. We pipi, kuna vitu unakutana navyo huwezi kujizuia. Yani hivyo huwezi. Kwa sababu ukikutana na nyani ambaye kachoma na mikuki mingi alafu akaishi na wewe ni ngedere, na lazima ujifunze vingi sana. Kwa hiyo wewe unavyoona kwa muonekano wako, unashauri Bwana Maputo kwamba akae pale kwa aliyemshangaza? Kama kuna vitu kwa vijana wenzake alivikosa huku, na naamini pale kwa yule shangazi atavipata, basi akae tu, kwa sababu shangazi unajua katoka na watu ambao wazito. Na kama alistahamili at least miezi 2-3 kwa watu wazito, ametoka na watu wengine, yahitaji moyo kuwa naye bana, yahitaji moyo. Maana kama una moyo kama mimi vipi huwezi. Alafu pia ex wake na yule unajua pia alishatembeaga na tajiri ya. Tajiri vunja matofali. Katembea naye. Nilisikia. Wewe tayari sasa. Nikajuaga za chini tu labda brother walimwengu. Ile mwenyewe alisema, yani mwenyewe alisema bwana, 1 2 3. Si ndio kisa cha yule ex kugombana na huyu. Huyu dada anatangaza kipindi cha usiku. Kweli. Yani issue nzima ilianzia kwa tajiri vunja. Kwa tajiri vunja ndio akasababisha yeye na mtangazaji wa kipindi cha usiku kufanya nini? Wakawa na ugomvi. Sasa dogo umeona sema loingia. Sema ambao wamepita watu wenye wadhifa mkubwa wana fedha. Yani mimi naona pale kama kaingia kina kirefu. Kina kirefu kile. Sasa bibi, kama huwezi kuogelea kile uingie. Bibi. Si tuondoke. Tuondoke. Tuishie hapa. Maana tumeteta vya kutosha. Tutatoa siri za kambi. Tumeteta vya kutosha. Ndio. Sasa tunamalizaje pipipi? Kumaliza tunasema asanteni sana mashabiki zetu ambao mnaendelea kutufuatilia 69 Media. Endeleeni kutufuatilia, kila siku tutawapatia vitu vipya. Bila wao sisi, mimi na Adabu tusingekuwa hapa bila nyinyi. Tutoboi kabisa bila nyinyi. Tunaomba sana muendelee kusubscribe channel yetu pale mjini YouTube 69 Media TZ. Kwa wewe ambaye bado unakosa mambo mengi sana, ubuyu mzito kama huu, unakosa mambo ya wasanii wanaishiji, basi endelea kufuatilia 69 Media. Sina lingine la ziada, labda nimkaribishe mwenzangu. Mimi ni waage tu kwa kuaga vyema kwa kusema au revoir Kifaransa, kwa herini sana. Next time tuonana tena kwa vitu vya moto zaidi. Gossip Table tunawaga. Ciao.